tunawataka nyinyi mkawe mabalozi wa kueneza dhana hii kwa wananchi. Sasa wananchi hawezi kuelewa kama sisi viongozi wenyewe hatujaelewa. Ndio maana tunawaita pia hata na viongozi wa dini ili waelewe, ili siku za Ijumaa na Jumapili, hata siku za Sabato, hotuba zao, mawaidha yao yajikite namna ya kuwaelimisha wananchi wao, waumini wao kuwa wanachama wa mfuko huu wa bima ya afya kwa wote, ili kupunguza changamoto ya ukosekanaji wa huduma kwa wananchi wetu ambao wengi hawana uwezo. Tunaambiwa afya ni kipaumbele cha kwanza kabla ya mambo mengine. Wale wenye afya njema pia wanatumia fedha zao vizuri katika kuimarisha uchumi wao, lakini endapo hutakuwa na afya salama na njema na hutakuwa na uhakika wa matibabu kwa wakati, hata huo uchumi wa familia hauwezi kukua, hata uchumi wa nchi hauwezi kukua. Tutatumia muda mwingi, na yule ambaye anatumia muda mwingi kwenda vituo vya afya, kwenda hospitali, mtu wa namna hii hawezi kujiimarisha kiuchumi. Kwa hiyo serikali kwa kutambua yote hayo imeona umuhimu wa bima ya afya kwa wote. Kwa nini kwa wote? Humu ndani leo watu 400 wote tukiwa tumekata bima zetu, tunategemea ndani ya mwezi mmoja mathalani watu 100 tu wakaumwa, wakatumia fedha ile ya serikali tuliyoikusanya watu 400. Kwa hiyo inaweza kuhudumia watu wengi zaidi, kwa sababu wote 400 hatuwezi kuumwa kwa mara moja. Kwa hiyo mahitaji muhimu kwa wale wachache watakaoumwa yatapatikana watakapokwenda kwenye vituo vya afya na hospitali zetu. Kwa hiyo wananchi wakielimishwa kupitia hizi elimu tunazozitoa na wakajitokeza kwa wingi wakachangia katika mfumo huu wa bima ya afya kwa wote, tunaona kabisa kwamba kiwango kinachozungumzwa ni kiwango kidogo cha chini, kwa sababu 1,500,000 kwa kaya ya watu 6 bado ni kiwango cha chini ukilinganisha na matibabu mwananchi akienda kupatiwa matibabu kwenye hospitali. Tunafahamu kuna wananchi wanatakiwa kulipa milioni 2, 700,000, lakini sasa ni mwananchi mmoja akipata changamoto za kiafya. Sasa fikiria familia ya watu 6 imechangia shilingi 1,500,000 na wakapatiwa matibabu yenye gharama kama hizo. Kwa hiyo ikusudi hili liwezekane, ni vyema sasa wakaingia wananchi wengi kwa pamoja, ikusudi tuendane na ile dhana ya bima ya afya ya kuchangiana, kwamba mimi niliye mzima nimechangia lakini nikatumia kidogo, na mwingine kaugua katumia zaidi, lakini ulichangia kiwango kile kile. Kwa ile dhana ya bima ya afya ni kwamba tunachangiana. Lakini ukiangalia afya ndo msingi wa kwanza. Bila afya huwezi kufanya kitu chochote, lakini pia itasaidia uendelevu wa huduma na kuboresha vitu vyote vya kutolea huduma za afya kwa ngazi zote. Kwa bima ya afya ni suluhisho na mkombozi, na wale ambao hawana uwezo, serikali itawabaini kutumia vyanzo mbalimbali kwa kiki na kuwaingiza na kuwalipia bima ya afya kwa wote. Na hiyo 1,500,000 ni mwaka mzima, ni baba, mama pamoja na watoto 4 chini ya miaka 21. Na kama mtu ana kaya zaidi anafungua kaya nyingine anailipia, sio kama ndio hapo ndo mwisho, hapana. Na lengo kuu ni kila mwananchi kuwa na bima ya afya. Tunatarajia bima hii itasaidia sana kutatua changamoto mbalimbali kwa wananchi. Kwanza kuhakikisha uhakika wa matibabu bila kikwazo muda wowote. Tunajua ugonjwa upigi hodi, na mara nyingi kitokea shida ni kile kipindi ambacho huna hata fedha.